ukuzaliwa Marekani, umezaliwa Tanzania, alafu Mtwara liko kusudi la Bwana amekuweka hapa na lazima kieleweke. Haleluya, haleluya, haleluya. Salama, mnisikilize kabla sijasoma maandiko alafu tuingie, maana nilijiandaa kwa mkutano wa nje. Sasa tuko ndani, lakini tutaipeleka hivyo hivyo nje. Nisikilize, tumekuja na CD na kanda, ziko za aina nyingi. Kila mtu hapa, wengine ni waimbaji, Joshua Mlelo anazo, Ombeni anazo, mimi ninazo, nina vitabu, Msechu anazo, zinapatikana. Na tuliomba tupate labda meza zipangwe ili watu waende wakanipatie pale, na tutafanya huo utaratibu. Ujipatie nakala yako, kwa namna moja au nyingine utakuwa umeisapoti kazi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa fungua Biblia yako, kwa sababu Mtwara inaenda kutoka, kwa sababu kanisa la Mtwara linaenda kutoka, kwa sababu wapendwa wa Mtwara wanaenda kutoka, kwa sababu waliolishika kusudi la Bwana wanaenda kutoka. Kitabu cha Kutoka mlango wa 14, nitasoma mistari mingi kidogo, lakini nitakuwa ninaruka. Kwa hiyo nataka uende na mimi, maana hii ni saa ya kutoka. Neno la Mungu linasema hivi, kuanzia mstari wa kwanza nitasoma mchache alafu nitaruka. Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-Hahirothi, kati ya Migdoli na bahari, kukabili Baal-Sefoni. Mtapanga mbele karibu na bahari. Naye Farao atasema, katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile jangwani, imewazuia wasitoke. Naye Farao atasema, katika habari ya wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile jangwani, imewazuia wasitoke. Nisogee isome ule mstari wa 8. Na Bwana akaufanya moyo wa Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli kutoka kwa jeuri. Hebu sema walitoka kwa jeuri. Walitoka kwa jeuri. Hebu sema walitoka kwa jeuri. Walitoka kwa jeuri. Okay. Nisogee nisome ule mstari wa 15. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nisome ule mstari wa 23. Hapa tunasoma mingi kidogo. Na wana wa Misri wakawafuata, wakaingia ndani kati ya bahari. Farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akayaondoa magurudumu ya magari yao, hata wakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Bwana akamwambia Musa, nyoosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akaunyoosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutisha mbele yao.
ukuta upande wao wa kuume na upande wao wa kushoto, na wote tuseme amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Muulize mwenzako uko vipi? Sababu mnisikilize. Kuna tabia ya watu wanaolala sebuleni. Ukitoka hapa ukaenda Dar es Salaam kwa mjomba, ukakuta ana room 2 alafu anamke, utalala chumbani, utalala sebuleni. Msikilize. Na ziko tabia za walala sebuleni. Kama unalala sebuleni, huwezi kuwa wa kwanza kulala wakati watu wako sebuleni wanaangalia TV. Lazima utakuwa wa mwisho kulala. Huwezi kuwa wa mwisho kuamka, maana watakukuta sebuleni. Lazima uwe wa kwanza kuamka. Na hasa kama unalala umeacha mdomo wazi, lazima uwe wa kwanza kuamka. Sasa kuna watu wana hizo tabia wanapokuja kwenye mikutano au kwenye semina. Anakuwa wa mwisho kuingia na wa kwanza kutoka. Mwambie mwenzako hizo ni tabia za walala sebuleni. Mwambie mwenzako usiondoke. Leo ni siku ya Bwana. Naomba unisikilize niseme na wewe. Habari ambazo nimezisoma ni habari za wana wa Israeli. Wametoka Misri. Sasa siongee mambo mengi ya kule Misri. Walipotoka wakaenda, sikiliza, wakaenda, si kwamba hawakuiona mahali, waliiona, lakini kwa sababu wameiona katika safari yao ya kuelekea Kanaani, wakaamua kutafuta mchipuo fulani ambao utawasaidia kuikwepa ile bahari. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli warudi usawa wa bahari pale penye kina kizuri. Oh, haleluya. Amen. Alafu Mungu anamwambia Musa neno la ajabu, ambapo kwa sababu Farao akasema kuhusu wana wa Israeli na njia ile walioipita wametatana. Maana tumeona wanaenda hivi alafu wanarudi hivi. Hawa jamaa hawana msimamo. Kwa sababu wametatana, wamepotea, hawana msimamo, twende tuwafuatilie. Mungu kuna watu wanamjua kwa sura moja tu. Lakini ningesema, ningekuwa naongea na watoto wa mjini, ningemwambia Mungu na yeye ni zaidi ya watoto wa mjini. Unanisikia vizuri? Mungu anapiga mahesabu. Anajua ili Farao awafuatie wana wa Israeli, ngoja niwaambie wageuke warudi hivi, ili akili za Farao sione kwamba hawa jamaa wamepotea. Lakini sio wamepotea. Wako sahihi kabisa. Na Mungu ana mahesabu. Wakati wanaenda hivi, si kwamba wakuona hiki kile, walikiona. Na Mungu alijua wanaenda hivi. Ni kwa nini Mungu alipoona wanaenda kwenye usawa kile kina hakukigawanya saa hiyo hiyo, akawaacha waende mwendo wa hivi, alafu anawaambia rudini tena. Na mimi ninafikiri wale wana wa Israeli wajimuuliza Musa, ni kwa nini tumepita hapo hapo unaturudisha pale pale? Lakini Mungu ana mahesabu ili ifike mahali Farao aone kwamba hawa jamaa wametatana, wamepotea kwenye ile njia. Naomba unisikilize. Kuna mahali wapendwa tunapita, unaenda namna hii unakuwa kama vile autobosi, unarudi namna hii unakuwa kama vile autobosi. Alafu maadui zako wanafurahia, wanafikiria kwamba umepotea njia. Hatujapotea njia, ni mahesabu ya kimungu. Tutaenda tutarudi, lakini tutafanyiwa njia mahali ambapo hapana njia. Mpeswa. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie mwenzako sijapotea. Mwambie mwenzako mwambie sijapotea. Mwambie haya ni mahesabu ya kimungu. Haleluya. Haleluya.
vile ninadumaa fulani namna hii, mahesabu ya pesa hayaendi vizuri, mahesabu ya kazi hayaendi vizuri, alafu nimeokoka. Unajua wale wa karibu na mimi wakasema Mshua amekosea, kumbe sijakosea. Mungu ananipeleka hapa, ananirudisha hapa ili nifanyia njia, kila mtu ajue kwamba Bwana amenifanyia njia. Haleluya. Tikisema na kumwambia sijapotea. Halo. Sikiliza. Kuna watu walipopangiwa kuja Mtwara walilaani. Niseme. Walilaani, wakajaribu na kuhonga ili wasipangiwe kuja Mtwara. Sikiliza. Hukuletwa kwa bahati mbaya. Na shetani alifurahia akijua kwamba akikuleta Mtwara amekumaliza. Kumbe wapi? Mungu aliyekuleta anakufanyia njia hapo hapo. Yule anayefikiria kwamba umetatana, umetupwa Mtwara ili kumalizwa, sikiliza, Mungu amekuja Mtwara akutembelea hapa Mtwara. Iko siku utarudi kijijini kwenu na ndege yako hapo, maana Bwana amefanya njia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie mwenzako sijapotea. Mwambie niko mahali sahihi. Nasema mtu anajua. Haleluya. Tunakumbuka waliporani tunaojua kwa waambia kwa. Wengine waliwaambia umezaa utaambia mimi si uko porini. Kulipozaliwa ni porini kutakuwa hili. Ungenielewa bado? Haleluya. 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 Shetani anafikiria kwamba umetatana, hujatatana. Sikiliza nikwambie, watu wenye imani hawatatani hata siku moja. Wewe unaweza kuona kama vile umepotea, lakini wakati wewe unafikiria kwamba umepotea, pale unapofikiria umepotea, hapo hapo wanaona njia. Pale unapofikiria kwamba wanakufa, kumbe ndio wanafufuka. Unapofikiria wanapotea, ndio wanapata njia. Unapofikiria wanazima, ndio wanaona kama moto wa petroli. Kwa nini? Jehova hufanya njia pasipokuwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mwambie wenzako sijapotea. Mwambie mwambie sijapotea. Jina la Bwana libarikiwe. Wako watu waliokoka, wazazi wakafikiria wamepotea. Halo. Wakafikiria umekosea mahesabu. Hatukoseani mahesabu hata siku moja. Miongoni mwa watu wenye mahesabu yaliyoko clear ni watu waliokoka. Ndio maana hata wale ambao hawajaokoka watakushauri, ukitaka mchumba mzuri nenda kwa walokole, ushinde kwa jina la Yesu, okoka kwanza. Wale ndio wanajua walokole wako super, wako viwango, wako makini, wana mahesabu, hawajapotea, wako sahihi. Sasa wewe hujaokoka unakolewa macho. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wewe nikupeleke kwa sababu nakupeleka kwa design fulani ili tufike mahali. Biblia inasema Farao alipoona vile kwamba wameenda hapo wamerudishwa usawa wa bahari, akasema jamaa wametatana kwenye ile nchi walioiendea, twende tuwafuatilie. Farao akapanga majeshi yake kuwafuatilia wana wa Israeli, magari ya kivita na jeshi kubwa, anaenda kuwakamata ili awarudishe, maana anafikiri wamepotea, kumbe wako sahihi. Wakawa wanakuja, wakati wanakuja wana wa Israeli wakaliona jeshi la Farao, wakaanza kulia. Mungu akamwambia Musa, unalilia nini? Usilie, waambie wana wa Israeli wasembee pale. Nisikilize, kwa nini anawaambia wasonge mbele? Ni kwa sababu hawajakosea njia, wako sahihi, na Bwana ndiye aliwarudisha wakae kwenye mkao waliopo. Anawaambia wasonge mbele, hakuna
biashara ya kurudi nyuma. Mambo ni mbele kwa mbele mpaka kieleweke. Hajachukua fimbo yako. Inua juu ya bahari. Igawanye. Akainua bahari ikagawanyika. Wakapewa wazee. Sasa watu wanafanyika kama ni kitu rahisi sana. Lakini hamko mbali na bahari. Ikigawanywa ukiamua pita, unaweza usipite wewe. Kwa sababu unapiga mahesabu, ukifika katikati ya kivu nitakuwa mgeni mwanani na sijui kuogelea. Kwa hiyo usifikirie ilikuwa ni kazi rahisi tu kuambia piteni. Maana walikuwa wanayaona yale mambo, si kwamba walikuwa wanayaona na yanagawanyika, alafu kibaya zaidi huku alisimama, huku akasimama. Kwa hiyo unapita unaliona gema la maji likirudi. Naomba nisikilize, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wakaambiwa wazee hapa. Wakapiga mahesabu. Sasa unajua Mungu ni mzuri. Wakiangalia nyuma wanaona kuna jeshi. Bora kipi? Twende tuingie huko. Kungekuwa hakuna jeshi nyuma, wasingeenda. Hata kama ni wewe usingevuka. Wewe kutoka kuingia hapa, bora tukae huku. Kwa ile pressure ya jeshi la Farao linapokuja kwa kasi na magari, ile pressure ikawalazimu bora tufie kwenye maji. Wakaingia. Wakaanza kutembea. Piga bio wanaenda katikati ya bahari. Maji yamesimama huku kulia na kushoto. Wanaenda vizuri kabisa. Karibia wanamaliza kuvuka. Sasa kwa sababu wao walikuwa wanatembea kwa miguu na Farao na magari, spidi ya kwao na ya Farao zilikuwa tofauti. Kwa Farao akawa anawakaribia. Mungu alichofanya, akaondoa ile nguzo ya moto na ya wingu iliyokuwa mbele yao, akaileta nyuma yao, ili iwatenganishe kati ya wao na Farao. Haleluya. Mungu wakati wanaenda, Mungu akawa anapiga mahesabu. Unajua Mungu ni Mungu wa mahesabu, wapendwa. Nisikizeni vizuri. Mungu ni Mungu wa mahesabu. Mungu akaangalia mwendo wao, akaona hao jamaa wanaweza wakawakuta. Kwa hiyo ngoja niwapunguzie spidi. Akalegeza magurudumu. Malaika alishuka, malaika makenika. Tatizo mbili kama mbinguni kuna magari. Amjui? Yako magari ya moto yaliyomchukua Elia. Kama kuna magari ya moto, pia basi kuna makenika na madereva wa magari ya moto. Hayaendi yenyewe. Wakashikana wataalamu wa matairi. Wakaanza kuyalegeza ili yakose spidi. Tairi ikaanza kwenda na spidi ikapungua. Alafu Mungu akakalkuleti mahesabu yake. Akahakikisha Wamisri wote pamoja na Farao wanaenea katikati ya bahari. Mbele ni parefu, nyuma ni parefu. Matairi yakalegezwa. Haleluya. Wakapiga mahesabu, tuendelee au turudi. Wakaona shida. Walipoona shida, Biblia inasema Mungu akawachungulia kwenye ile nguzo ya moto na wingu. Alipowachungulia wakafedheheka. Walipofedheheka akalegeza magurudumu yao. Wana wa Israeli walipomaliza kuvuka wote, Mungu akamwambia Musa, inua mkono wako juu ya bahari. Akainua, yale maji yakarudi kwa nguvu. Biblia inasema Mungu akawakukutisha. Baadaye nitakwambia vizuri tafsiri ya kukutisha kama vile kukumuta. Akawakukutisha Farao na jeshi lake na kila kitu katikati ya bahari. Wana wa Israeli wakavuka salama. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Salama, unisikilize niseme na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba unisikilize niseme na wewe jioni ya leo. Kuna mahali Mungu anataka atupeleke. Kuna mahali Mungu anataka atuvushe.
iligawanyika. Wana wa Israeli wakaingia. Farao akajaribu kuingia kwenye mapito yasiyokuwa ya kwake. Ninachotaka kukuambia ni nini? Wako watu watajaribu kupita kwenye mapito yanayokuhusu wewe. Watajaribu kukufuatilia. Nisikilize niseme na wewe. Kuna wachawi wanafuatilia nyendo za watu usiku na mchana, ili kuhakikisha wametumaliza, kuhakikisha wameturudisha nyuma. Na mimi nataka nitoe tangazo ndani ya mkutano na semina hii. Wachawi, naomba mnisikilize. Hamtatufuatilia tena. Mkijaribu kupita kwenye mapito yetu, mtakukutishwa katikati ya bahari ya Shamu. Mananasi watutoboze mbele. Shina la Bwana libarikiwe. Shina la Bwana libarikiwe. Sikiliza nikwambie. Nipeleke mahali pazuri kidogo. Haleluya. Haleluya. Farao alipoingia kwenye bahari, Biblia inatuambia wazi Mungu alimchungulia. Tafsiri ya kuchungulia sio nzuri, unajua. Kuchungulia ni kuangalia kupitia kitundu kidogo. Hapo Biblia inaweka wazi, wakafadhaika. Kilichowafadhaisha ni nini? Ni kwa sababu walichunguliwa. Hakuna kitu kibaya kama kuchunguliwa. Shina la Bwana libarikiwe. Hebu piga mahesabu. Umeenda kwenye ile ofisi ambayo hakuna mtu anasindikizwa. Unaingia peke yako. Hata mkiona kusindikizwa, shughuli inaweza ikagoma. Ile ofisi kuifahamu. Alafu